Samuel chapter 2. Samueli wa kwanza mlango wa pili. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba Hana aliyemzaa huyu mwana aitwaye Samueli alikabidhiana ndani ya kanisa, akampa Mungu huyo mtoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tunaposoma maandiko bila kwenda mbali sana, maana kuna jambo tunataka kuona ya kwamba Mungu ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe. Au tuseme holiness of God is incomparable. Bwana asifiwe. Huwezi kulinganisha ukuu wa Mungu ama utakatifu wa Mungu au haki ya Mungu na chochote kile. Bwana asifiwe. Wakati unaona ya kwamba mtu amemwomba Mwenyezi Mungu na Mungu amempatia kile alikuwa anamuomba Mungu, Bwana asifiwe, ni jambo la kuvutia mno na ni jambo la kufanya ukatukuze Mungu hata zaidi. Ukisoma tu hapo kwanza Samueli tu wa kwanza hapo 26. Hebu soma hapo tu 26. Kwa sababu ule mwanamke aitwa Hana alileta mtoto wake aliyemwomba Mwenyezi Mungu katika madhabahu, au akampeleka kwa kuhani wa Mungu aliyeitwa Eli. Bwana asifiwe. Na kuna mambo hapo walifanya. Tunajua kwamba walichinja wakamleta mtoto wa Eli. Bwana asifiwe. Kwa manabii aliitwa Eli. Usoma hapo 26. 1:26. Hebu soma hapo mpaka hapo 28. Hana alikiuga ũũ: "Atĩrĩrĩ, mwathi wakwa, o ta ũrĩa we mwathi wakwa ũtũũraga muoyo-rĩ, nĩ niĩ mũndũ-wa-nja ũrĩa warũgamĩte haha hakuhĩ nawe ngĩhoya Jehova. Kaana gaka nĩko ndahoyaga, nake Jehova nĩetĩkĩrĩte ũhe kĩrĩa ndamũhoire. Tondũ ũcio o na niĩ nĩndakamũrĩra Jehova. Hĩndĩ ĩrĩa yothe gegũtũũra muoyo-rĩ, gegũtũũra gekamũrĩre Jehova." Nao magĩkĩinamĩrĩra Jehova hau magĩkĩmũhoya. Amen. Bwana asifiwe. Hebu ndugu soma kwa Kiswahili. Akasema, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimuomba Bwana. Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Bwana asifiwe. Mwanamke aliyeitwa Hana alimuomba Mungu Baba mahala hapa alipomleta huyo mwana. Bwana asifiwe. Akasema, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako Bwana wangu. Akajitambulisha mbele yake Mwenyezi Mungu kama yeye yule aliyekuwa amesimama mbele zake. Bwana asifiwe. Si eti Mungu hakujua kwamba Hana hakusimama mbele zake. Si eti Mungu hakujua Hana alimuomba mtoto. Bwana asifiwe. Si eti hakujua eti huyu Hana eti alikuwa na mahitaji. Bwana asifiwe. Ni wachache mno, niseme ni wachache mno ambao huenda kanisani au hekaluni kurudishia Mungu shukurani. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu dada alisema, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe nikimuomba Bwana. Bwana asifiwe. Na neno hilo, kama dada na ndugu unaweza kwenda mahala fulani, Elia manabii wa Mungu alipopeleka pale mlimani alijitambulisha mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Akasema, mimi ni Elia ama Elijah mtumishi wako ambaye mimi husimama mbele zako. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Naongea kuhusu kujitambulisha. Amen. Mbele ya muumba wako. Si ati hakujui, si ati hakufahamu,
Bwana asifiwe. Anafahamu yote na kuyajua yote. So ni mimi na Mungu wangu. Haleluya. Sio sisi na Mungu wetu, ni mimi na Mungu wangu. Kwa ajili nalikuja hapa na nikakuomba jambo fulani. Amen. Nilikuja mahala hapa katika hekalu hii kukuomba jambo fulani. Na alifanya vema, alisema mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimuomba Bwana. Haleluya. Akajitambulisha kwake. Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Bwana asifiwe. Amen. Ni kumaanisha nini? Naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa hivyo Mungu Baba alijibu. Bwana asifiwe. Mungu Baba alijibu huyu mwanamke aliyesimama pale katika ile hekalu. Bwana asifiwe. Na hapa sasa amejitambulisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio jambo geni zaidi ya mtu kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kumrudishia shukurani. Na alipoenda pale, alienda na yule mwana aliyezaa. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika ile hekalu, kwa sababu kuna jambo alilokuwa ameagana na Muumba wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye naye hana nini anatimiza? Anatimiza upande wake wa ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anatimiza ahadi vile alivyokuwa ameahidi. Bwana asifiwe. Atatenda moyoni mwake. Haleluya. Na unaona kwamba mara nyingi dada na ndugu, tunapotendewa jambo na Mungu au Mungu anapojibu dua yetu, na kwa sababu mwanzoni pale haukuwa nayo, lakini sasa Mungu amejibu dua yako. Nani akanijibia dua yangu? Au hawezi kujibu labda kwa wakati mmoja. Bwana asifiwe. Lakini anajibu wakati ule ufaao. Watu wengi wanasema nikakaa nikamwambia Mungu, na mimi uliza Mungu akakwambia nini Mungu? Mimi niliambia Mungu hivi, nikamwambia Mungu hivi, leo sijaenda kanisani, nataka kwenda town. Akakujibu enda. Tudanganyane tu leo. Bwana asifiwe. Maana huu ni misemo ya wanadamu. Nikamwambia Mungu sitaki hivi. Haleluya. Sijui unapomwambia Mungu wewe katika hasira ama wewe katika mambo gani. Bwana asifiwe. Mungu haambiwi, Mungu huombwa. Bwana asifiwe. We beseech. Bwana asifiwe. Honestly. Tunamuomba Mungu kwa unyenyekevu. Hatumwambii. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo hii nikasimama hapa niseme Baba, leo kutoka leo tutafanya hivi, na je msipofanya? Na hivyo ndio maombi inakuwa. Na je msipofanya? Na nimesema tutafanya. Na hatujasikizana naye tufanye. Bwana asifiwe. Ombeni Mwenyezi Mungu maombi elekevu na maneno machache. Bwana asifiwe. Baba, niwezeshe kutimiza ahadi zako. Bwana asifiwe. Niwezeshe kutimiza. Huyu aliomba Mungu apewe mwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Na alipomuomba Mungu apewe mwana, Mungu amejibu dua yake. Hakumwambia, alimuomba Mungu. Kuomba na kuambia ni mambo tofauti. Kule wewe na Mungu ukimwambia mimi huko siko. Haleluya. Nikamwambia wewe kama jua na yeye hapo sio. Lakini Mungu huombwa dua akatimiza. Bwana asifiwe. Na kisha fanya, nitafanya nini? Nitarudi mahala pale Mungu aliponifanyia ile dua, nami nitamshukuru. Bwana asifiwe. Haya ni masomo mengine. Ati nikamwomba Bwana, naliomba nipewe mtoto huyu. Akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami
nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wowote atakaokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Bwana asifiwe. Akadedicate, akampa Mungu yule mtoto, akadedicate. Bwana asifiwe. Haleluya. Akamtoa mbele zake Mwenyezi Mungu, akampeana kwa Mungu ili awe mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Nimeanza hapo ndiposa tujue kwamba matendo yake Mwenyezi Mungu ni makuu. Bwana asifiwe. Huyu dada yeye amerudisha mtoto pale hekaluni, na anasema kwa sababu hiyo niliomba dua yangu na niliyomuomba, kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Amededicate huyo mtoto kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana. Kinywa cha mama katika uhai wa huyo mtoto wake mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Naye akamwabudu Bwana huko. Haleluya. Wakamwabudu Bwana huko katika hiyo hekalu. Of course palikuwa na mtu mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukiendelea hapo unaona ya kwamba Hana naye akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Bwana asifiwe. Pateni maombi elekevu na adilifu. Bwana asifiwe. Yasiyokuwa kombo au kutafuta maneno mengine mengi mpaka unajichanganya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu soma brother kwa Kikuyu. Hiyo ni namba 1. Hapo. Hana akihoya akiwa atiri, ngoro yakwa iracanjamũkĩra Jehova, na rũhĩa rwakwa rũkambarario nĩ ũndũ wa Jehova. Kanua gakwa gatimũrĩtwo mũno njarĩrie thũ ciakwa, nĩgũkorwo ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa ũhonoketie. Amen. Tusome kwa Kiswahili hapo brother. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Bwana asifiwe. Hana anazidi kurudishia Mungu shukrani. Bwana asifiwe. Na kuoneshana vile basi moyo wake unashangilia Bwana. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili Mungu Baba amejibu dua yake akampa mwana, naye amemrudishia yule mwana amempa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu huyu mwana ametoka katika jibu lake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu mtoto ametoka kwa Mungu kwa sababu ni Mungu Baba alijibu ile dua yake, akawa na mimba ya huyu mwana aitwaye Samueli. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa hivi anamwambia moyo wake wamshangilia Bwana, pembe yake imetukuka katika Bwana, na kinywa chake kimepanuka juu ya adui zake. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale adui walikuwa kifikiri labda huyu mama hata hajapata mimba. Bwana asifiwe. Wale adui wakasema labda huyu mtu hawezi kuinuka kutoka mahali aliko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kinywa chake leo hii kimepanda. Bwana asifiwe. Juu ya adui zake, kimepanuka juu ya adui zake. Manake basi alikuwa anaonekana kwamba ni kama alikuwa hazungumzi. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua kuna jambo ambalo unaweza kuwa nalo wewe mwenyewe hata saa hii kanisani hapa. Bwana asifiwe. Na hilo jambo linakufinyilia kiwango ya kwamba hata mbele za watu hawezi kuzungumza. Manake sasa unaanza kujitazama, kujihurumia. Bwana asifiwe. Unaanza kujihurumia. Unakuwa labda na mwingine hapo unangangana na yeye. Wezi, utapata, utaona, si ni kweli? Sio mambo iko. Jambo hilo liko. Lakini saa hizi hapo na sauti kwa sababu Mungu amemjibu. Bwana asifiwe. Akasema kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Kwa hivyo Mungu amemuokoa kwa njia kuu zaidi. Haleluya. Kwa sababu muomba mwana amempa mwana. Haleluya. Naye amededicate mwana kwa Mungu ili akae na Mungu siku zote za maisha yake. Bwana asifiwe. Amen. Niwaambie leo hii dada na ndugu, tunapozaa watoto sio watu wengi zaidi
hutaka watoto wao waingie kanisani. Bwana asifiwe. Na wewe ndio baba, wewe ndio mama. Au mtoto akishafika kiwango kingine, unasema atajiamulia jambo lile, pasipo wewe kuwa unamhimiza. Haleluya. Haumlazimishi, unamhimiza. Bwana asifiwe. Mambo ya kukaa mbele yake Mwenyezi Mungu, si kukaa kila siku mbele yake Mwenyezi Mungu, kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu katika maombi, na huyo mtoto kuepuka na mambo ya dunia yasiyofaa, mambo bubu tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huyo mtoto vile umleavyo ndio anafanya nini, ndivyo akuavyo. Ukimwonyesha hii, huyo mtoto atapata jambo lile, na ukiwa kama mzazi utaja furahia. Bwana asifiwe. Unless aje apinduke au ageuke awe jambo lingine. Bwana asifiwe. So hebu tuangalie utakatifu wake Mwenyezi Mungu ambao hauwezi kulinganishwa. Soma hapo 2. Otile uke mwananta Jehova, ndio otile uke tilao wewi. Kana ukagea waro ruge waihiga ona ruriko rutari itaga hivi. Amen. Soma kwa Kiswahili. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Bwana asifiwe. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inaashiria kwamba hakuna, huyu Mungu halinganishwi, hatoshanishwi, hapimiki. Bwana asifiwe. He is the Almighty. Hallelujah. He is holy of the holies. Bwana asifiwe. Mtakatifu wa watakatifu. Bwana asifiwe. Na huwezi useme anatoshana na huyu, kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Hiyo ni jambo nzuri sana wakati unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kumuonyesha ukuu wake, na utoke katika kibao cha moyo wako, not just your lips. Bwana asifiwe. Hallelujah. Dakika chache hapa tumeimba wimbo, na wimbo huo ukawa umepamba sana na ukashika sana. Bwana asifiwe. Na watu nikaona wameanza sasa kuingia rohoni. Bwana asifiwe. Watu walianza, najua kupima. Bwana asifiwe. Nikaanza kuangalia watu wameingia rohoni. Bwana asifiwe. Na wakati walianza kuingia rohoni, ndiposa sifa zote zikashika moto. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo wakati wa sifa za nyimbo za Mwenyezi Mungu, ndiposa wewe ndio unatakikana uwe ukimuomba Mwenyezi Mungu, na katika hali ya kurudisha shukrani na ombi kama hili la Hana. Bwana asifiwe. Eti hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe. Haulinganishwi. You are incomparable. Huwezi kulinganisha huyu na yule. Wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Bwana kwa sifa. Haleluya. Hebu soma 3. Mutikana soka kwaria na mwekiriro munene uguo, naguo mwitio menyai mureke ume tuno-ini twanyu. Nigukorwo Jehova niwe Ngai uria uĩ maũndũ, na ciĩko cia andũ ecũranagia ũhoro wacio o wega. Mota ma andũ arĩa marĩ hinya-rĩ nĩ moinangĩku, onao arĩa mahĩngĩtwo nĩ mohetwo hinya njohero-inĩ ciao. Arĩa marĩ ahũnu-rĩ nĩ meyandĩkithĩtie nĩ ũndũ wa irio, nao arĩa marĩ ahũtu nĩ marĩithĩtio, nĩ mathiĩtwo nĩ mĩhang'o. Ti-itherũ thaka ndĩ njiarũ ciana 7, nake ũrĩa wĩna ciana nyingĩ akorwo nĩ hinya. Amen. Hebu soma kwa Kiswahili. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa
wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana asifiwe. Msizidi kunena kwa kujinua kukubwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Au kwa kutakabari hivyo. Bwana asifiwe. Msizidi kunena katika hiyo hali ya kujinua hivyo. Majivuno yasitoke vinywani mwenu. Haleluya. Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo upimwa na yeye kwa mizani. Haleluya. Wakati unanena katika hali ya kutakabari, ni kama vile unajipiga kifua, kujinua na madaha. Bwana asifiwe. Na malingo mengi. Msifanye hivyo. Kuweni watu wanyenyekevu na Mungu atawasikiza. Bwana asifiwe. Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Kila tendo la mwanadamu awaye yote upimwa na yeye kwenye mizani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dada na ndugu, hakuna mtu yote ambaye atanipima, na hakuna yote atakaye kupima wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna mtu atakupima, sitakupima. Unajua wakati unapima mtu yeye ni kumhukumu. Bwana asifiwe. Ni yeye ahukumuye, Mungu. Amen. Yeye ndio upima. Na yeye ndio utazama. Bwana asifiwe. Kiwango gani huyu ndugu ama udada amezama katika mabaya. Bwana asifiwe. Yeye pekee ndiye upima. Bwana asifiwe. Pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Bwana asifiwe. Unapotazama neno hili, pinde zao mashujaa zimevunjika. Hao wanatakabari, hao wanajinua, wako na maringo, matendo yao ni maovu. Bwana asifiwe. Pinde zao hao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Bwana asifiwe. Vinoni mwao. Haleluya. Bwana asifiwe. Vinoni mwao wamefungwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula. Bwana asifiwe. Unajikodisha ili upate chakula. Walioshiba hawakushiba tu hivi. Wameshiba katika hali, wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Wewe unafanya kazi ngumu. Haleluya. Wewe unafanya kazi ya usiku na mchana. Wewe umejipeana, unafanya hiki, unafanya lile ndio upate kula. Bwana asifiwe. Na yule aliye na njaa nini amepata? Amepata raha. Bwana asifiwe. Hao watu wawili huwezi kuwalinganisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu wa pili, wale waliokuwa na njaa, wale waliomba Mungu wakapokezwa vyakula. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hawakujipeleka, hawakujisukuma, hawakwenda kujikodisha. Bwana asifiwe. Na huyo aliyetasa amezaa watoto 7, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana asifiwe. Sasa waona, aliyekuwa tasa, aliyekuwa hana, sasa ako na wana 7. Naye aliyekuwa na wana wengi amedhoofika. Haleluya. Ule aliyekuwa wa mbele amekuwa ndio wa nyuma, na wa nyuma akawa ndio wa mbele. Bwana asifiwe. Haleluya. Aliyekuwa wa mbele amekuwa ndio wa nyuma, na wa nyuma akawa mbele. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nawajibu mimi ni roho Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Hebu soma 6 brother. Yaba newe oraganaga na agatuma gũtũrwo muoyo. Newe ũikũrũkagia mũndũ kwa ngoma, na newe wambatagia mũndũ oime kuo. Jehova newe ũkĩaranagia, na newe ũtonganagia, newe ũnyihanagia, na newe ũtũgĩranagia. Amen. Bwana asifiwe. Kusoma kwa 6. Bwana huua, naye hufanya kuwa hai. Hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha. Hushusha chini, tena huinua juu. Bwana asifiwe. Dada na ndugu katika Kristo Yesu, sikizeni hili neno kwa makini sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno hili litakufungua. Neno hili litakuachilia huru. Amen. Hautarudi kusema tena, sijui Mungu anataka nini na mimi. Amen. Sijui Mungu kwa nini amenionea. Bwana asifiwe. Bwana
huua. Amen. Naye hufanya kuwa hai. Bwana asifiwe. Bwana huua, naye hufanya kuwa hai. Hushusha hata kuzimu na huleta juu. Bwana asifiwe. Bwana yeye ndiye anaua na yeye ndiye anafanya kuwa hai. Uhai ni wake. Auondoapo katika mianzi ya kuwa ya mtu huyo si mtu tena. Bwana asifiwe. Anachukua ule uhai na ni Mungu pekee. Wewe unaweza kuniua ama nikuue. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho siwezi nikatoa ndani yako. Bwana asifiwe. I can't take your soul. Bwana asifiwe. Siwezi kuichukua. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo usirudi kuuliza maswali ambaye haina msingi, haina njia, haina uelekevu wote. Bwana asifiwe. Amen. Yeye huua na yeye hufanya kuwa hai. Uhai wetu hapa hivi hatukununua. Hatujui kwa nini ametusaza. Hatujui kwa nini ndugu yangu amelala. Sijui kwa nini dada yangu amelala. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Maswali mengine sisi uliza ya kuchanganya wale wengine kama sisi tunaelekeza mahala pasipo. Kuna mtu alikuwa amezoea sana kuambia watu, "Bana, nitauliza Mungu swali." Bwana asifiwe. Hey, wacha niwaambie. Tulikosana. Nikamwambia utamuuliza swali ya kujibu. Nitauliza Mungu swali. Na anakusanya vitu. Ati ameenda maombi, ameweka kwa chumba kidogo hapo hivi ati ameenda maombi. Bwana asifiwe. Ati ni swali anaenda kuuliza Mungu. Ana fast. Nikamwambia hiyo utajibiwa. Na hakujibiwa. Paka hata mke wake alinichukia. Bwana asifiwe. Sijui kama aliniita mimi pepo nimefunga mambo yake. Haleluya. Ni uongo je? Si kweli? Niliwaambia hakuna mahali. Hiyo sio swali. Mungu haulizi swali. Sisi baada kuuliza Mungu swali, sisi umsihi. Bwana asifiwe. Unasihi Mungu kwa unyenyekevu na kwa kupondeka moyo. Sio moyo ambao umefanya nini? Umetakabari. Bwana asifiwe. Umejiinua zaidi. Ni kunyenyekea. Omba Mungu akujibu kama vile alivyomjibu Hana. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu huwa naye hufanya kuwa hai. Hushusha hata kuzimu. Na huyo Mungu tu ndiye anaweza kukuinua kutoka kuzimu. Mahala umetupwa, mahala umefungiwa. Bwana asifiwe. Mahala wanadamu hawezi kukutoa. Yeye anashuka paka pale wewe mwenyewe umetupwa na kukuinua tena juu. Mavumbini anakutoa. Bwana asifiwe. Kwa mavumbi anakutoa, anakuketisha pamoja na wafalme. Bwana asifiwe. Kule ambao watu wamesema huyu ni kitu gani? Unajua kuna watu ambao hawalali. Wacheni wape habari kamilifu. Kuna watu ambao halali sababu yako. Hataki kuona mtoto wa mwenyewe ameinuka. Hataki kuona mtoto wa fulani yako na kazi. Hataki kusikia fulani anaendesha gari. Hataki kusikia nani biashara yake imenawili. Bwana asifiwe. Wewe wakati unakula, unalala, unaamka, unaenda, kazi yake ndio usiku. Hebu niambie huyu mtu anafanyaje kazi? Niangalilie. Unajua nisikia watu wanazungumza Kiswahili kingine hapa hivi. Hebu niangalilie. Kuangaliliwa ni kwa wachawi. Bwana asifiwe. Niangalilie. Hao ndio wenda kuangaliliwa mambo yao. Sisi uangalia. Amen. Niangalilie ni mchawi. Sisi uangalia. I will look into it. Bwana asifiwe. Si ndio? I will look into it. Nitaangalia hilo jambo. Amen. Bwana asifiwe. Haya. Kuna watu ambao hawalali na utakuta familia fulani imefinyiliwa au mtu fulani amefinyiliwa kwa sababu jambo hili imetoka kutoka kwa ukoo na ukoo na ukoo. Bwana asifiwe. Eti watoto wa fulani ni mimi. Ongai. Gai gani huyu anasikiza maombi yako watu unanifunga? Na unalamba sakafu na unalamba ati sakafu
mchanga. Mimi si wewe utakufa. Bwana asifiwe. Usiape na chochote kile kilichoko hapa duniani, wala duniani hii, wala kichwa chako, wala ile sayari na nyota na mwezi, au chochote kile ambacho kimeombwa na mikono ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Sasa ukinilaambia kidole ogai wangu, haki ya Mungu. Mungu gani unasema haki yake? Haki ya Mungu ndio hii. Yeye ndio ufisha. Yeye ndio inua. Bwana asifiwe. Yeye hushusha na kuzimu, tena anainua, analeta juu. Wewe yule uliyetupwa. Haleluya. Wewe haujui dada na dada wanaona wivu hata nyumba moja. Brother anaangalia huyu brother mwingine anamuonea wivu. Anaangalia huyu sister anamuonea wivu. Anasema hata utakula mavumbi kama mimi. Bwana asifiwe. Hiyo nyumba itaishi hivyo na ufukara. Manake niwaambie dada na ndugu. Acha niwaambie tu kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Usishtuke. Haleluya. Wale huenda kwa wachawi, na ndaweza kutolea katika maandiko hayo, watafanana na hawa wachawi. Na wale huenda kuabudu sanamu hufanana na sanamu hizo. Bwana asifiwe. Wakienda kwa mganga anafanana na mganga. Kwa hivyo Mungu yuko wapi hapo? Mimi huambia mtu hivi, taenda huko, usiende na mavazi, enda umetoa nguo, uinue miguu yako juu kiwa uchi, uombe. Bwana asifiwe. Na kesho tunakutana na wewe nikisema haleluya. Bwana asifiwe. Wewe umeniua, sikiza. Wewe umeniua lakini Mungu ananifanya hai. Wewe unanishukisha kuzimu na Mungu ananitoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe yasema hivi 7. Bwana hufukarisha mtu, anakufanya maskini. Anafukarisha mtu naye utajirisha. Hushusha chini tena huinua juu. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ndio tunasema Mungu wetu ni incomparable. Huwezi kumlinganisha na sanamu na vinyago. Bwana asifiwe. Leo hii mtu stadi fundi ambao stadi anakukatia mti na anakuambia ile mti nzuri tutatengeneza kaka Mungu kako. Unaitwaje Mungu? Haya sawa. Tutatengeneza na Mungu ni labda ni nzuri. Ama ile mti ngumu. Sio? Hapo tukapaka rangi, macho huku, kumapua na mdomo ndio ikaweka kali, tuweka rangi nyekundu. Sio? Rangi nyekundu kanatisha. Na meno. Na hii haka kama Mungu unatengeneza dada na ndugu, hata hakaongei. Mahali ulikaweka kamekaa. Sio? Na mtu mchawi anakuambia ukienda kazini asubuhi kapiga kusu. Ati ni kismati. Kismati ama ufukara. Ushaenda kwenye hizi maduka za Curie. Ushaona tuzetu wengine wale tuma blanket uko wapi chafu. Ati ni kaze, si kama ni kampikuya mali, hata wezi jua ni Mwafrika. Watu wa Afrika wanajitukana sana. Ati kamekaa bila kamti, ni kamzee. Ushaona na kauchi. Na kakona kale kakiti kama miguu tatu, sio? Kamekalia hivi. Na kamti. Na watu wanaenda kukopa kako kakitu wakiwa kwa nyumba ya mtu ati ni Mungu kamtu. Hebu jiulize hiyo mbao ile nyingine ilikata ilifanya haikuchoma makaa ama ukapika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwangu mimi siwezi ogopa vinyago. Hata ukatengeneza ukapake nini. Juzi walikuwa wanatembeza Mungu mwingine wa Wahindi. Nani ameona TV Wahindi wameanza kutuba miungu yao mawe? Umeona? Si wametuba miungu. Wanajiulizaje hii miungu yetu ituokoi corona? Kila siku ni kuchomana. Hii miungu yote bomoa, boom. Wamebomoa mpaka inatupwa kwa mtu. Bwana asifiwe. They have realized hii miungu haina power, but my God is incomparable. Bwana asifiwe. Mungu wangu hawezi kulinganisha. Yehova ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe. Hizi ni vinyago. Unaenda pale na tunakuta kuna ndovu imekaa hapo. Hapo na huko ndio inakununua majani chai. Na huko ulisema ati miungu yake imekaa hapo mlangoni. Unakunywa hiyo miungu ama majani unakunywa. Bwana asifiwe. Na unakuta watu wanaongea huku ndio kuna miungu yao hili.
Haikuhara. Imehara. Simeishiwa. Na kumati watu waliwasema. Mimi napenda mtu mwingine aliomba ikaisha. Sitaambia ni nani. Kwanza iliwaka moto. Bwana asifiwe. Bwana huwa naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha. Hushusha chini, tena huinua juu. Haleluya. Ikiwa Mungu Baba anafanya mtu anakuwa fukara kabisa, unaishiwa. Unasikia ni amefanya mtu fukara. Wacheni niwaambie dada na ndugu, usije kumcheka mtu awaye yote unaona ati amekuwa fukara. Bwana asifiwe. Usije ukamcheka kwa sababu hujui kama ni Mungu amefanya kuwa fukara. Bwana asifiwe. Na wewe wamcheka. Mtu angecheka yule alipoitwa Ali. Alikuwa ni tajiri, Mungu akamfanya awe fukara. Bwana asifiwe. Manake alimwachilia shetani. Amen. Yeye anafukarisha watu, naye utajirisha. Mwisho wake Ayubu alimtajirisha kama pale hata zaidi ya pale mwanzo. Bwana asifiwe. Hata kama watoto wake walimuondokea nyumba na mali yote, alirudi akapewa wengine zaidi. Eti wasichana walikuwa warembo katika nchi hiyo kushinda wengine wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. So, yaonesha nini jambo hili? Mungu ni Mungu aliye Mungu mkuu. Mtumaini Mungu. Usitumaini mwanadamu ambaye maisha yako na yake ni same tu. Hata labda wewe uko katika njia nzuri, uko katika hali nzuri kumshinda yeye yule, na usimtegemee. Bwana asifiwe. Usimtegemee huyo mwanadamu. Amelaaniwa yeye yule anayemtegemea mwanadamu. Tegemeeni Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ayubu hakumtusi Mungu. Alilaani siku aliyozaliwa. Bwana asifiwe. Na mwisho wa mambo hayo yote, Mungu akamtajirisha. Akamrudishia utajiri wake. Kwa hivyo anafukarisha na anakumaliza. Tena anakuanza tena upya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Mungu wetu Yehova Mungu muumba ni Mungu, ana mambo mengi zaidi anaweza kukutendea. Bwana asifiwe. Nilikuwa juzi nikamwambia Joyce, nilikuwa natafakari hivi juzi nikiwa nyumbani. Nikamwambia Joyce, I think it was last week ama early this week, hii wiki tuko. Nikamwambia kuna siku tulienda Oljoro na Mungu akafanya mambo ya ajabu. Baada ya kuomba, niliwaambia jambo nishawaambia, kuna haja kushinda nikirudia sana. Lakini nilikuwa naambia Joyce, ama Mungu alikuwa anakuja kunichukua anipeleke juu. Kwa sababu niliona movie nyingine, mwangaza umekuja, mtu akasimama hivi, na huo mwangaza unachukua mtu kama alimuta. Si ati mimi sinema sana, lakini muona zikiona. Bwana asifiwe. Muona zikiona. Na vile vile nilikuwa nimesimama pahali pale hapo Oljorok. Si ati mtu mimi pekee ndio niliona. Watu wa Oljorok wengi waliona au waliona hilo tukio. Bwana asifiwe. Na nikipinduliwa rangi nikawa rangi nyingine. Bwana asifiwe. Na watu au watoto wakija kunigusa wanapinduka rangi, wanakuwa kama rangi ya mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa nilikuwa namuulizaje, Mungu alitaka nini? Sababu hiyo kitu alitaka kunichukua niende juu, alipeleka niweke huko juu. Na mimi nikaanza kucheza. Bwana asifiwe. Kwa sababu niliona ile nini imekuwa blue, na ile pila ya hiyo moshi ya blue ilienda paka ikaguza mawingu. Bwana asifiwe. Na malaika wawili, moja pande hii na mwingine pande hii, tunatembea na Bwana asifiwe. Na watu wanajiangalilia. But unaona, kwa sababu ya kuamini Kevin kujibu ile sermon yako ya asubuhi ya leo. Sababu ya kutoamini, watu walisema ishi ni shuta, hizi ni shuta. Sasa shuta sijui gani ni mapepo. Hizi ni shuta, sijui this way. Wakaanza kusema hivyo. Na hapa ni maajabu inatokea. Moshi kwenye bush unalenga paka juu. Hizi ni hatua mbili pande hii, footsteps zinaonekana. Mimi nimepinduliwa, nimekuwa transfigured. Bwana asifiwe.
Mungu ameniwekelea utukufu mwingine sikujua. Watoto wanaguza mama zao, wanapiguka rangi. Bwana asifiwe. Wakatoka vijijini. Mungu alitaka nini? Nikauliza Joyce, Bwana asifiwe. Na nitaenda hapo tena Ojoro, nitaenda hapo. Siendi kuuliza swali. Ati sema. Nakupeleka hapo. Bwana asifiwe. Nitaenda hapo tena. Hata nishapeleka Joyce na nani mwingine na Mama Karizi. Mama Karizi. Nilipeleka Mama Karizi na Evans. Bwana asifiwe. Tulipoenda Nyahururu. Haleluya. Nikamwambia hapa. Lakini ukienda hapo wale ingia raini nasikia waita kuingia. Haleluya. Nilienda hapo nikatazama juu lakini hakufungua mlango. Bwana asifiwe. Kila kitu na wakati wake. Bwana haleluya. Kwa hivyo huyu Mungu, nasema hivyo kwa sababu Mungu ni mkuu. Anatenda mambo ya ajabu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nani ananiambia hivi? Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Soma brother. Oya mutheni na iguru akamuruta rũkũngũ-inĩ. Amen. Mwagi amuoyaga na iguru akamuruta kĩara-inĩ kĩa mahuti. Amen. Nĩgetha maikaranagie na anene. Amen. Na magayage ũikarĩri wa gĩtĩ kĩa ũnene. Nĩ gũkorwo itugĩ iria itirĩte thĩ nĩ cia Jehova, na nĩwe ũigĩrĩire thĩ ĩno igũrũ rĩacio. Magũrũ ma andũ ake arĩa atheru-rĩ, nĩwe ũrĩmamenyagĩrĩra. Na rĩrĩ, arĩa aganu magakirĩrio nduma-inĩ, nĩ gũkorwo gũtirĩ mũndũ ũngĩhotana nĩ kũgĩa hinya. Arĩa matetanagia na Jehova nĩ gũthithwo magathithangwo. Akamarũmĩrĩria marurumĩ arĩ o igũrũ amokĩrĩre. Jehova nĩwe ũgacirithia ituri cia thĩ, na mũndũ wake ũrĩa ũtuĩte mũthamaki amũhe hinya. Na mũndũ wake ũrĩa atuĩte mũthamaki amũhe hinya, atũgĩrie rũhĩa rwa mũndũ wake ũrĩa ũitĩrĩirio maguta. Amen. Soma Kiswahili brother. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dada na ndugu, tunasikia kwamba yeye humuinua mnyonge. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe unayejisikia kama mnyonge leo hii, yeye huinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, katika jalala. Bwana asifiwe. Mahala ambapo hukujua ya kwamba Mungu anaweza kukutoa. Bwana asifiwe. Au mtu awaye yote, sio wazazi, sio ndugu. Manake hata labda ushakopeshwa pesa mingi na watu, lakini hata kulipa wewe ulipi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ushaona mtu akichukiwa kwa sababu ni mhitaji? Ushaona hivi? Si kweli? Mungu anakuchukia sababu wewe ni mhitaji. Mungu anakuchukia sababu huna. Anapokuona hivi, hata kabla uingie kwake, Sayuta atapiga hodi. Huyo mtu umemtendea na kusemaje? Nakwambia mambo yamekuwa magumu, ndio simuombe. Unaitwa sumbua. Sumbua Wewe kusumbua. Hata unakula na chipo mwitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unakula chipo mwitu, si ndio? Mungu huyu sababu ni Mungu mkuu ambaye ananena kumhusu leo hii. Yeye ndio inua mtu mnyonge
kutoka mavumbini. Bwana asifiwe. Usingoje ndugu yako au dada yako au mama au baba au rafiki au mtu awaye yote aje kuinuka kutoka mavumbini. Tegemea Mungu Baba. Bwana asifiwe. Aje mwenyewe kuinuka kutoka mavumbini. Bwana asifiwe. Tumeona akimuinua Hana kutoka katika hali ya kicheko. Bwana asifiwe. Katika hali sasa ya utulivu na katika hali ya raha. Bwana asifiwe. Aliposo unaona ya kwamba anazidi au tutazidi kusema vile matendo yake Mwenyezi Mungu. Anainua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani katika jalala pale, mahala patakataka, ili awaketishe. Haleluya. Ili awaketishe nani hao? Hawa wahitaji. Bwana asifiwe. Ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakiriji kiti cha enzi cha utukufu. Haleluya. Sioni mali tajiri ya mambo atenda kuiridi. Bwana asifiwe. Hawa wahitaji ambao Mungu anaokota kutoka mavumbini, hawa ambao wanaonekana sio kitu, hawa wanaonekana ya kwamba hata kama ni heri watu wa kuondokea. Bwana asifiwe. Wao unaenda kwa madaha, kwa maringo, kwa mikogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hawa walionyenyekea na Mungu anatoa kule katika ile jahani pale, katika jalala kule walitupwa. Kule watu wanasema I don't care about this person. Bwana asifiwe. Siku moja, dakika moja, nukta moja, yaja dada na ndugu zangu wapendwa leo hii uanze kuimba wimbo mpya. I'm just telling you. Hallelujah. There's a nyinyi hamjui kile nawaambia. Kuna siku hata tulikuwa tusikii hodi kwetu. Bwana asifiwe. Wale wanakuja kupiga hodi, wale wanataka kujua kama tumekufa. Haya kwani mko tu? Kwani alitaka imagine haya huko tu. Abaje kuchukua report. Haya ni kweli. Hapo mtu anakuja hapa angalia. Tunaenda hapa sasa hivi kula nyama. Kuku. Gani? Hallelujah. Mtu anakuja kuangalia kama mko hai. Wengine wanauliza kwani hawa ni wendo wazimu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mungu ufukamisha. Umaliza. Anakuleta chini. Unajikosa. Watu wanacheka. Hawa watu si walikuwa na magari hapa. Paka tunatumiwa polisi. Bwana asifiwe. Joyce anafanya Barclays, mimi nafanya Tetra Pak. Bwana asifiwe. Mtu anaulizaje kijana kama huyu anaweza kuwa na hizi magari kama hizi? Gari si kuanza leo. Bwana asifiwe. Si kuanza jana. Huyu dada amepigwa viboko na polisi. Mtoe. Haleluya. Wametoka Eastlands wanakuja paka Nairobi South Sea Goya. Bwana asifiwe kanisa. Na sasa hiyo sio watu wasema wako na manyumba na magari malori. Sasa nani? Na ni Mungu ametubariki sisi. Bwana asifiwe. Na tukwenda kuiba. Haleluya. Hebu tutu mikono Joyce wako. Fanya hivi. Hebu fanya tutu mikono hivi. Hebu. Unatuona? Ni kazi tumefanya leo kimkono kingine. Bwana asifiwe. Na watoto. Haleluya. Lakini watu chuki. Hata hawezi kusaidia watu. Ukuulize. Rais leo hii amekusaidia? Na ndio ako na mali mingi, amekupatia. Raila amekupatia. Muranga amekupatia. Na wale wengine wanakaa hapa wanasema matajiri. Leave alone, unaweza enda kwako mwambie kupatie. Ngoja Mungu dada na ndugu. I waited for my God. Nilingoja Mungu wangu. Na Mungu wangu alikuja siku kama hii leo. Nukta hii dakika hii na nanenea. Bwana asifiwe. Na si deni. Tukaenda tukalipa mwenye nyumba. Miaka 3. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata wewe utalipa. Anayefunisha. Bwana asifiwe. Dada utakuwa na nyumba yako ya kujenga, Wakati tukae nyumba za kukodisha. Tumekataa watonya. Bwana asifiwe.
Yes, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha mhitaji kutoka jani, awaketisha pamoja na wakuu, wakiriji kiti cha enzi cha utukufu. Kwa hiyo tunaenda katika kiti cha utukufu na umaskini? No. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Kama hii dunia ni ya Mungu Baba, si ya mwanadamu huyu anasema ya kwamba hatapata hata kula wataona. Bwana asifiwe. Mpaka lini? Sitakula, sitakunywa, magonjwa kwangu, shida kwangu. Haleluya. Nikitembea nikitoka wanaangalia atatoka. Na ujaandika mtu. Unajua kuna angaliwa kuna watu wenyewe mjua vipi. Bwana asifiwe. Ametoka. Ameenda. Bwana asifiwe. Nyumba kwako ni ugonjwa. Wakati tu unaenda kuinuka unasikia ugonjwa kama gonga ngamu. Ni kweli? Na ujui. Sasa umeenda kupata tu job yako unasikia kama si tu leitwa ni higo huku. Bwana asifiwe. Zinauma higo. Haleluya. Ujai msipo dada na ndugu. Lakini leo hii kama vile alimfanyia Hana akiwa tasa nasi tutazaa. Amen. Tutakuwa na mazao. Amen. And I believe so, my brothers and sisters in Christ. Amen. Hallelujah. Wacha huyo leo hii atakutazama, atakupima, hataki kukuona. Sasa amekuja kuomba tena. Gai, karibu atakulia naye hana shida. Na yeye ndiye amekuona. Bwana asifiwe. Hallelujah. Atakuinua. Atakutoa mavumbini. I know that. Atakutoa mavumbini. Hallelujah. Atakutoa mavumbini. Amen. Atakutoa mavumbini. Amen. Na atakuketisha pamoja na wakuu. Kiti kiti cha enzi cha utukufu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because huyu Mungu ni Mungu wa ajabu. Na nakwambia holiness of God is incomparable. Utakatifu wa Mwenyezi Mungu haulinganishwi. Hallelujah. Atakuona leo hii na ametoka kanisani kufanya nasi kuliko tutu miguu. Bwana asifiwe. Unamkuta hiyo amefunjika. Hallelujah. Unasikia hivi? Mwangalie yake ametoka kanisani. Kwa naomba nini? Si aje nimpatie. Amekuwa Mungu? No. Bwana asifiwe. Tukakaa. Kuna siku kijana isipokuwa tulicheka sana siku hiyo, nilichoma kanyama ilikuwa imebaki kwa fridge. Ilikuwa imekwama kwa fridge. Kwa freezer nikatoka aina ya Joyce hapa kuna kanyama kadogo hivi tu. Nikakaeka kwa pani. Mungu alifanyia mambo ya ajabu siku hiyo hakika. Wacha ngombe bwana pita ilitoa moshi. Nikambuzi pande moja. Kiche nikanyama hivi. Imagine tulikuwa tunakula nyama siku nyingi. Hivi kaliwa karaundi hivi. Nikakelea kwa kwanza kuna tumafuta. Mungu naye akaleta maajabu. Waache hiyo moshi ije kwa nyumba. Kabla akakuja kuna nyama. Kuna nyama. Maji. Ilikatana. Wacheni kucheza na mimi. Watoto wangu walikuwa hawaona shida. Na sisemi hiyo ni shida tuliona. Bwana asifiwe. Na sisemi ni majaribu yake Mwenyezi Mungu. Kuna kule Mungu alikuwa akinielekeza. Kwa sababu tulikaa nyumba yetu tukiwa vijana. Tulikuwa miaka midogo sana mimi na Joyce. Watu wakisema yeye si mali ya baba zenu. Magari tumepewa hapa na baba. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini kutoka Mboya Mungu akatupeleka vile tupeleka Dendegwa. Nikaenda tukaanza kujenga nyumba. Nyumba inafika pale Rachel. Nyumba haimaliziki. Nimeuzia mtu gari anunue nimalize nyumba. Nikaenda na Kevin huko Westlands. Huyo anaitwa Mwiti. Akatucheza pesa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapa ninangoja rent. Gari zilikuwa mbili zimesimama hapo. Matatu mbili Nissans zikasimama zinaangaliana hivi.
na si pombe na si nini. Bwana asifiwe. Mungu anasema wewe sio mtu wa matatu. Haleluya. Na analeta wagonjwa, ombea wapone. Buzi wewe. Bwana asifiwe. Ikienda kuinuka kofi narudi chini. Haleluya. Bwana asifiwe. Mke wangu akifika wakati wake wa hedhi bana, kwa mwezi mimi namkatia t-shirt yangu atumie. Bwana asifiwe. Acha kucheza na Mungu. Mungu fukarisha matajiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Tulikuwa tujui shida sisi. Hata watoto wangu walikuwa hawajui shida ni nini. Kile walitaka walipata. Bwana asifiwe. Niwaambie nikuta chokora anaitisha mahindi ya kuchoma pale Nairobi West. Na mimi nimetoka kule Mgoya. Mimi sina pesa na nimetoka nyumba ya kifahari. Chokora sasa paka vizuri hiyo. Naitwa ile ndimu. Na wewe weka ile pilipili vizuri. Ndio. Mtu anachoma anampakia. Change yangu. Na mimi siwezi nunua. Sina change. Engineer mzima, banka mzima. Bwana asifiwe. Watoto wameenda university lakini mimi siwezi nunua hiyo. Mwambie wacheni mwalimu Godala na kula. Hivyo maandiko yanakuambia. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo majivuno. Hata ukiwa unafanya, hata kwenda ukiona watu, niko nayo. Wewe weza fiksi kutafute ukose. Na siwezi taka ukose. I know the pain. Najua uchungu huo. Wakuwa nayo alafu imekwisha. Na ndio mwambie watoto wangu. Kula. Mwambie kula. Bwana asifiwe. Kula. Ukiweza sasa kula. Amen. Kuna siku weza kula. Na uko na menu. Si ati menu tulikuwa tumekosa. Si kukosa menu ati mimi kibogoyo. Singeshika mbavu nianze kula. Lakini mbavu inunuliki. Iko watu walinitesa karibu Disemba ni tumechoma kanyama vizuri. Wakakuja kukaa kwetu mpaka saa 7 za usiku. Na waendi. Hawaendi. Na siwezi omba Mungu watoe. Nyama ya nukia. Lakini hawaendi. Wamekaa tu. Kevin anatoka hapo anaenda anashika. Mwingine. Kadogo hivi. Sijali jinsi. Hapo kule tumetoka. Na Mungu anatuletea watu hapo tuombee. Mungu anatuma endeni. Sitaki kujua. Endeni, Bwana asifiwe. Na tunatii. Na hiyo nyama ugai. Na hiyo nyama ni madheni leta. Ati watoto wangu wakakula kanyama leo watakufa. Alafu watu kama 7 wamekaa kwa nyumba wataki kwenda kwao. Sikio ni kwa mchoyo bwana. Njaa ikazidi. Mimi nimeletewa nyama na madini hao wanakuja kula wengi. Lakini dakika mwisho tulitoa. Hiyo nyama tulitoa. Nilikuwa nakula hivi karibu zote wa nyumba hivi. Na walipomaliza tu kula hivyo wakatoka wakaenda.